Kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, ninataka niwaletee neno la Bwana ambalo ninajua na ninaamini ya kwamba litakuwa msaada kwenu mwezi huu wa Januari ambao ni mwezi wa maombi. Nimekuwa nikiongea na wewe, na kwa sababu ni mwezi wa maombi na pia ni mwezi uko na haja nyingi sana, maana mwezi huu ni wakati watu wengine wanarudisha watoto shule, na ninajua ya kwamba haja zenu ni nyingi. Ninataka niwaambie, niwanenee neno ambalo kichwa chake ni kumjulisha Mungu haja zako, na tutasoma neno ambalo mnajua sana, in the book of Philippians chapter 4 and verse 6. Biblia inasema ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Mahali ambapo tumesoma siku ya leo, Mungu aliongea kumpitia Paulo mtumishi wake, akawaambia kanisa ya kwamba wasijisumbue kwa neno lolote, likiwa dogo au baya au kubwa. Wakaambiwa ya kwamba wasijisumbue kwa neno lolote, wakaambiwa ya kwamba bali kwa kila jambo katika kusali na kuomba na katika kushukuru. Mimi nataka niwaambie wapendwa mnao nisikiza siku ya leo, mukisikia Biblia ikisema ya kwamba kwa kila jambo katika kusali, kuomba na kushukuru, neno linataka kutuonyesha ya kwamba kuomba na kusali na kushukuru inaweza kuwa funguo la kufungulia jambo lolote ambalo unahitaji. Inaweza kuwa funguo la kufungua chochote ambacho unahitaji. Ukijua siri ya kuomba tu na kusali na kushukuru, hizo zinaweza fungulia chochote ambacho unahitaji kwenye haya maisha. Na ninajua ya kwamba mnahitaji mambo mengi, lakini mimi ninataka niendelee kuambia ya kwamba msijisumbue kwa yale yote ambayo mnafanya, mnahitaji kwa sababu ya haja zenu. Yesu akasema mahali pengine ya kwamba kujisumbua kwetu hakuwezi ongeza hata mkono mmoja kwenye kimo chetu, kwenye kimo chako. Kwa hivyo kujisumbua, hakuna kitu kunaweza kukuongezea. Lakini ukijua siri ya kwenda kwenye nyumba yake ya Mungu, kusali na kuomba, alafu unashukuru kwa sababu ya yale ambayo amekutendea, na unashukuru in advance. Kushukuru kunaweza kuwa ni imani. Maana unashukuru, unamwambia Bwana, ni asante kwa sababu ya hiyo school fees ninahitaji, ni asante kwa sababu ya huo uponyaji ninahitaji, na bado haujapokea kile ambacho kinakufanya ushukuru. Ukifanya hivyo, Mungu anaona uko na imani ingine kubwa sana. Kwa hivyo kuomba na kusali na kushukuru inaweza kuwa jawabu, inaweza kuwa answer ya chochote ambacho tunahitaji. Na ndio ninakwambia siku ya leo, chochote unahitaji, sali na uombe na umshukuru Mungu. Tunakumbuka wakati watu walikosa chakula wakiwa jangwani, ni chakula zinahitajika. Kukapatikana tu mikate
mikate mitano na samaki wawili. Yesu alipopokea hiyo mikate mitano na samaki wawili, hata hakuomba, alishukuru. Alichukua hiyo mikate mitano na hao samaki wawili akashukuru, na aliposhukuru Mungu akafanya multiplication, zikazidi, zikawa nyingi na zikawashibisha watu wengi. Biblia inaonyesha ya kwamba wanaume walikuwa kama 5,000, kusema kwamba wanawake walikuwa wengi na wote walikula wakashiba. Kwa hivyo tukijua hii siri ya kumshukuru Mungu na kusali na kuomba, inaweza kuwa ansa ya kila kitu ambacho tunahitaji. Hivyo ndivyo ninataka nikwambie. Kwa hivyo Paulo akasema ya kwamba musijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Na akaendelea kusema ya kwamba haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Paulo akaendelea kusema ya kwamba haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zako na zijulikane na Mungu. Na hivyo ndivyo ninataka nikwambie. Haja zako na zijulikane na Mungu. Wewe unayejisumbua, umemjulisha Mungu haja zako? Unaweza sema ya kwamba Mungu, God is omniscient. He is all knowing. Hiyo ni kusema ya kwamba anajua haja zangu zote. Kwa nini agoje nimjulishe? Mimi nataka nikwambia kwamba hakuna kitu Mungu atafanya kama hautamjulisha. Maana amekupatia funguo ya maombi ya kumjulisha kile ambacho unahitaji. Amekwambia kwenye neno lake, principle ya neno lake ni ask and it shall be given unto you, seek and you will find, knock and the door will be opened unto you. Kwa hivyo hata kama Mungu ni omniscient, he is all knowing, anagojea umjulishe haja zako. Kwa hivyo Bible inasema ya kwamba haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zako na zijulikane na Mungu. Na unajua ukimjulisha Mungu haja zako, kuna amani ya Mungu ipitayo mawazo ya mwanadamu inaingia ndani ya moyo wa mtu akijulisha haja zake Mungu. Hata kama haujatimiziwa, lakini amani inakushukia na unapata matumaini. Kumjulisha Mungu haja zako kunaongeza tumaini. Unakuwa na tumaini ya kwamba kwa sababu nimeombea hilo jambo, niko na amani ndani ya moyo wangu. Ninaamini ya kwamba litatendeka. Ninaamini ya kwamba limetendeka tayari, na unakuwa na amani. Lakini kama haujamjulisha Mungu haja zako, hauwezi kuwa na amani. Unajua kuna mtu unaweza ambia haja zako usikie pumziko, na kama mtu unaweza kumwambia haja zako usikie pumziko, na Mungu je? Ukimjulisha Mungu haja zako, ni vizuri uwe na pumziko. Our God is so faithful, nako na chochote ambacho tunahitaji. Kwa hivyo kama umemjulisha haja zako, ni vizuri uwe na pumziko. Mungu wetu anakushughulikia. Kwa hivyo Bible inaendelea kusema ya kwamba na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote za mwanadamu itakaa na mawazo yenu na mioyo yenu
katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu huwa anagojea tumjulishe haja zetu, na hawezi kukufanyia kitu kama haujamjulisha. Kwa hivyo ni vizuri usiwe lezi wa maombi, usiwe lezi wa kumjulisha Mungu haja zako. Kuna wakati Mungu alisema in the book of Isaiah chapter 43 and verses 22, akasema ya kwamba lakini hukuniita Yakobo, bali umeshoka nami Israeli. Sikia vile Mungu anasema ya kwamba lakini haukuniita Yakobo, lakini haukuniita Yakobo, haukunijulisha haja zako, lakini wewe umeshoka na mimi, umeshoka na mimi wewe Israeli. Kwa hivyo mtu huwa anajulikana ameshoka na Mungu akikosa kumjulisha haja zake. Ukikosa kuomba, Mungu huwa anaona ya kwamba umeshoka na yeye. Ukikosa kuita Mungu, Mungu huwa anaona ya kwamba oyo ona ni anogire ninie, ni anogirio ninie, tondu ndanjitaga, ndahoyaga, ndanjaragia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii Isaiah chapter 43 and verses 22, tunaona Mungu akisema ya kwamba lakini haukuniita Yakobo, umeshoka nami Israeli. Kwa hivyo mimi nataka nikwambie ya kwamba usishoke na Mungu, mjulishe haja zako, mjulishe mahitaji yako. Wanafunzi walipoona ya kwamba wamesukumwa sana kule kwa mto na upepo ambao ulitokea, walimuita Yesu, na walipomuita Yesu, Yesu aliwasikia, akainua mkono wake tu na dhoruba na gharika ikasimama. Kwa hivyo hata wewe mjulishe Mungu haja zako, mjulishe Mungu haja zako. Mungu amegojea umuite, Mungu amegojea umjulishe haja zako. Na kama umefanya hivyo tayari, pumzika. Maombi yako mikononi mizuri, mahoya maku, mabataro maku me moko-inĩ mega. Ũguo korwo nĩ ũmenyithĩtie Ngai, gĩa na kĩhurũko. Mabataro maku me moko-inĩ mega, nĩ agũkũhingĩria, nĩ agũkũhe kĩu ũmũhoete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ akũrathime. Nĩ niĩ wanyu Overseer Elias Gitonga wa kanitha wa CFF. Kiugo kĩa ũmũthĩ nĩ atĩ mjulishe Mungu haja zako. God bless you. God bless you.